Bado kuna vuguvugu la mvutano wa kidiplomasia nchini Marekani, hasa kumhusisha Donald Trump na viongozi walioko na viongozi wengine wakiwemo wastaafu. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amesema katika mahojiano na jarida la The New Yorker kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitumia hoja zile zile alizotumia kumshawishi kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Irani, baadaye kumshawishi Donald Trump. Obama amesema kuwa wakati wa uongozi wake Netanyahu mara kwa mara alimhimiza msimamo mkali zaidi dhidi ya Irani, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi, lakini yeye alichagua njia ya kidiplomasia badala yake. Pia amehoji iwapo hatua za kijeshi zinazoendelea sasa zitawanufaisha wa Marekani au Israeli kwa namna yoyote ya muda mrefu. Rais huyo mstaafu wa Marekani Barack Obama ameonekana kuwa mkinzani mkubwa wa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump tangu kipindi cha kampeni, ambapo alitabiriwa hakupendezwa na maamuzi ya Donald Trump katika awamu yake ya kwanza aliyoyachukua, hivyo hawakupaswa kumpa nafasi ya uongozi. Mara kadhaa rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akimshambulia Barack Obama kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akielezea nyendo zake mbaya za uongozi pindi alipokuwa madarakani. Viongozi hao wamekuwa katika mvutano kwa siku nyingi, kila mmoja akionyesha kutoridhishwa na maamuzi ya mwenzake. Uamuzi wa Marekani kuungana na Israeli kuivamia Irani ulikosolewa vikali na Barack Obama, akieleza ya kwamba Marekani hakupaswa kufanya hivyo. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya siasa za kimataifa wamemkosoa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kumshawishi Donald Trump kuingiza Marekani katika mkwamo mkubwa wa kiuchumi. Hadi sasa nchini Marekani galoni moja ya mafuta inauzwa kwa zaidi ya $4, ikiwa ni ongezeko kubwa tangu kipindi cha corona ambapo galoni moja ilipanda hadi kufikia $2. Wakati hali ya kawaida nchini Marekani galoni moja ya mafuta huuzwa $1. Hata hivyo, pipa la mafuta kwa sasa linauzwa zaidi ya $120, ikiwa ni ongezeko la asilimia kubwa tangu kuzuka kwa vita hivyo. Kauli ya rais mstaafu Barack Obama inajiri siku ambayo Mohamed Bagher Gharbafu, mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika uongozi wa Irani na spika wa bunge la nchi hiyo, amesema katika taarifa yake ya leo kwamba mkakati mpya unaendelea kuimarishwa kuhusu mlango bahari wa Hormuz, akiishutumu Marekani kusababisha huku akiishutumu Marekani kuweka usambazaji wa nishati hatarini. Katika taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa X, amesema kuwa ukiukwaji wa usitishaji mapigano pamoja na mzingiro uliowekwa na Marekani na washirika wake umeleta tishio kubwa kwa usalama wa usafirishaji wa baharini na usambazaji wa nishati. Gharbafu amesema katika kile alichokiita uadui wa utawala wa Marekani hatimaye unadhoofika. Tunafahamu vyema hali hii na tunajua kuwa mazingira ya sasa hayawezi kuvumilika kwa Marekani kuendelea nayo, lakini hadi sasa hatujaanzisha rasmi hatua yoyote kwa upande wetu, amesema kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X. Gharbafu amekuwa mmoja wa viongozi wakuu waliokuwa mstari wa mbele katika duru ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani iliyofanyika Islamabad nchini Pakistan.